na Ibilisi ametawala sana ndani yetu. Ndio maana tumekuwa waongo. Kila wakati tunataka tudanganye, katika jamii waongo, katika sehemu zote tunapokuwa wanadamu tumezidi kwa uongo, tumekuwa waongo sana wa Tanzania. Naam, shalom sana watu wa Mungu, ni wasalimu katika jina la Yesu. Leo nipende tutafakari pamoja katika mfumo wa swali. Je, sisi, mimi na wewe, sisi wa Tanzania ni wana wa Ibilisi? Wanadamu tunaoishi juu ya uso wa dunia hii, sisi ni wana wa Ibilisi? Kwa sababu tumetumainishwa, tunaishi katika uongo, tunaishi katika giza, kwa sababu uongo ni giza, na giza ni la nani? Ni la Ibilisi. Tumetumainishwa katika huo, na sisi tunaishi na tunapenda iwe hivyo, kama Yeremia 5:30 inavyosema kwamba manabii wanatabiri uongo, na makuhani wanaishi katika huo, na watu wote wanapenda iwe hivyo. Na sisi sasa hivi ukiwa mtu mkweli, yani wewe utaishi vibaya sana katika jamii hizi, utaishi vibaya ukiwa mkweli. Watu wanataka uongo huo, hayo ndo maisha ya watu wanavyotaka. Ukiwa mkweli utaishi kwa shida sana katika uso wa dunia hii. Some hapa katika kitabu hiki cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 kuanzia mstari wa 44, imesema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda. Na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda, na zile za tamaa zake huyo Ibilisi. Je, sisi ni wanawake? Kama wewe ni mwanawake, basi unatenda hizo, na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli. Yeye Ibilisi ndo muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Yeye ni mwongo na baba wa uo. Yaani huyu Ibilisi, yeye tangi hapo, yeye ni mwongo. Na sisi wanadamu, kwa kuwa tumevaa uibilisi, ushetani ndani yetu, siku hizi tumekuwa waongo. Kila sehemu tunataka tuwe waongo tu. Kwenye jamii zetu ni waongo, katika vikundi tunavyoishi navyo ni waongo, katika maisha yetu tunatumainishwa kuishi katika uongo. Kwa nini tuko hivi? Ni kwa sababu tunatawaliwa na nguvu ya Ibilisi ndani yetu. Ndio maana hatuwezi kutokeza ule uwezo wa Mungu, kwa sababu uongo umetawala katika nafsi zetu, umetawala katika maisha yetu. Ndio kama hao watu ambao Yesu alikuwa anawaambia hapa, walikuwa wamezoeleshwa katika uongo. Ukiwa muongo, wewe tambua kwamba ni mwana wa Ibilisi, kwa sababu yeye ni baba wa huo. Tusome pia hapa katika Isaya. Tusiwe waongo jamani, tusiwe waongo, tupende kuwa wakweli. Tupende kuwa wakweli, kwa sababu ukweli utakuweka huru. Yesu alishasema. 59 hapa anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Mkono wa Bwana haukupunguka na sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Ndio maana tunaomba sana, tunalia sana, lakini Mungu hasikii, kwa sababu tutaenda kusikia hapa mbele nini tunacho. Kwa sababu muda wote Mungu anasikia, lakini kwa asikii, kwa sababu, ngoja tusome hapa, tuendelee. Mstari wa 2, 59 mstari wa 2 Isaya. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione hata hamtaki kusikia. Unaona? Maovu yetu ndio yanatufarakanisha, uongo wetu, uongo tulionao. Tunapenda kudanganya sana katika jamii zetu, tunapenda kudanganya vikundi vyetu, tunapenda kudanganya sehemu tunazofanyia kazi, tunapenda kudanganya kwenye dini zetu hizi, na kwenyewe ni uongo tu. Yaani tumejaa uongo tu sisi wa Tanzania na wanadamu wa sasa. Kwa nini? Je, tutapona vipi tusipojali wokovu? Ndio maana hapa akasema maovu yetu yametufarakanisha na Mungu wetu, hataki kutusikia. Ni kwa sababu ya nini? Maovu. Na uovu huko hapa naenda kutaja hapa, kusoma mstari wa 3. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Unasikia hapo mstari wa 3?
Mikono yetu imetiwa unajisi kwa damu, sawa. Vidole vyetu vimetiwa unajisi kwa uovu, lakini midomo yetu inanong'ona uongo, inanena uongo, na ndimi zinanong'ona ubaya. Kila wakati sisi ni uongo. Uongo ndio umejaa. Iwe viongozi wakubwa serikalini, uongo. Iwe kwetu katika jamii, uongo. Yani tumetumainishwa katika uongo. Sasa nilikuwa najiuliza, je, sisi ni wana wa Ibilisi? Tunaishi katika mfumo wa Ibilisi? Kwa sababu Ibilisi ndio baba wa uongo. Na kwenye dini zetu, hata makanisani huko ni uongo tu, tunadanganyana tu, tunaishi katika uongo. Leo andiko linatuambia tu ifahamu kweli, nayo kweli itatuweka huru. Hebu tuanze kuwa wakweli. Tuanze kuwa wakweli ndugu zangu. Wakorintho wa pili 4:4 anasema kwamba Ibilisi ndio baba wa dunia hii. Wakorintho wa pili 4:4. Yaani watu siku hizi uongo wameugeuza ndio maisha. Watu siku hizi uongo ndio maisha yetu. 4:4 hapa anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini isiwazukie nuru ya Injili na utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo sisi wanadamu tumekuwa watu waongo, tumependa uongo, tunapenda uongo. Ukiwa mtu mkweli katika jamii sasa hivi unaishi maisha magumu sana, unaishi kwa shida sana, kwa sababu watu wanapenda uongo. Watu wanapendwa uongo, wametumainishwa katika huo, na sikio la Mungu aliwezi kutusikia tukiwa watu waongo. Tukiwa watu waongo tutakuwa watoto wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi ndo baba wa uongo. Basi leo nipende kushirikishana na wewe hiyo tafakari ya kwamba je, sisi ni wana wa Ibilisi? Ukisoma katika Yohana 8:44 pale utaona amezungumzia kwamba uongo, kazi za uongo ni za Ibilisi, kwa sababu na sisi tunapozifanya hizo kazi za kudanganya na kuishi katika huo, basi tunafanya kazi za Ibilisi, kwa sababu yeye ni baba wa uongo tangia hapo. Lakini pia 59:3 pale anasema kwamba mikono yetu imetumainishwa katika kumwaga damu, lakini vidole vyetu vinafanya uovu tu, na midomo yetu inaongea uongo tu. Ni kwa sababu hiyo Mungu hawezi kusikia maombi yetu, kwa sababu ya mambo hayo tunayoyafanya. Inamfanya Mungu sikio lake liwe zito asitusikie. Basi ndugu zangu, tuanze kujitafakari, tuishwe, tuwe wapya, tuwe viumbe vipya, tubadilike, tuache hizi tabia za uongo. Naam, leo nilikuwa na tafakari hiyo. Neema ya Kristo ikawa pamoja na nyote. Amen.